Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Trump, rais wa Marekani, anasema kwamba ataishambulia Iran kwa muda mfupi sana na anaamini malengo yatatimia. Rais huyo wa Marekani Donald Trump amesema anafikiria kuishambulia Iran kwa muda mfupi sana baada ya kuamuru kujengwa kwa jeshi la majini katika Mashariki ya Kati kwa lengo la kuzidisha shinikizo kwa Tehran kukataa makubaliano ya kuzuia mpango wake wa nyuklia. Tishio la hivi punde linakuja baada ya waziri wa mambo ya nje wa Iran kusema rasimu ya pendekezo la makubaliano na Washington itakuwa tayari katika muda wa siku 2 ama 3 zijazo. Mazungumzo kati ya pande hizo mbili mjini Geneva yamefanyika mapema wiki hii. Trump alikuwa amependekeza siku ya Alhamisi kwamba mambo mabaya yangetokea ikiwa Tehran haitafanya makubaliano ndani ya siku 10, ambayo baadaye akaongeza hadi 15. Alipoulizwa na waandishi wa habari siku ya Ijumaa kama alikuwa akitafakari kuhusu shambulizi dogo la kijeshi, Trump alijibu, "Ninachoweza kusema zaidi ninazingatia." Baada ya mazungumzo hayo mjini Geneva, Tehran ilisema pande hizo mbili zimekubaliana kuwasilisha rasimu ya makubaliano yanayowezekana, ambayo waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi aliviambia vyombo vya habari vya Marekani kuwa hatua inayofuata, "Ninaamini kwamba katika siku 2-3 zijazo hiyo itakuwa tayari, na baada ya uthibitisho wa mwisho na wakuu wangu hiyo itakabidhiwa kwa Steve Witkoff," alisema, akimaanisha mpatanishi mkuu wa Trump wa Mashariki ya Kati. Araghchi pia alisema wapatanishi wa Marekani hawakuiomba Tehran kusitisha mpango wake wa kurutubisha nyuklia, kinyume na matamshi ya maafisa wa Marekani. "Hatujatoa kusimamishwa na upande wa Marekani, haujaomba urutubishaji sifuri," alisema katika mahojiano yaliyotolewa Ijumaa na mtandao wa TV ya Marekani wa MS Now. "Tunachozungumza sasa ni jinsi ya kuhakikisha kuwa mpango wa nyuklia wa Iran, ikiwa ni pamoja na kurutubisha, ni wa amani na ungebakia kwa amani milele," aliongeza Araghchi. Hata hivyo, maoni yake yanatofautiana na taarifa zilizotolewa na maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani, akiwemo Donald Trump mwenyewe, ambaye mara kwa mara amesema Iran lazima isiruhusiwe kurutubisha madini ya uranium kwa kiwango chochote. Nchi za Magharibi zinashutumu Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kutaka kupata silaha za nyuklia, jambo ambalo Tehran inakanusha kila kukicha, ingawa inasisitiza juu ya haki yake ya kurutubisha madhumuni ya kiraia. Iran kwa upande wake inataka kufanya mazungumzo ya kusitisha vikwazo ambavyo vimethibitika kuwa kikwazo kikubwa kwa uchumi wake. Matatizo ya kiuchumi yalisababisha maandamano mwezi Desemba, ambayo yaliibuka na kuwa vuguvugu la kupinga serikali mwezi uliopita na kusababisha ukandamizaji kutoka kwa mamlaka ambao ulisababisha vifo vya maelfu ya watu. Mashirika kutetea haki za binadamu yanasema maadui hao wawili walifanya duru ya kwanza ya mazungumzo Februari 6 nchini Oman, ya kwanza tangu mazungumzo ya awali yalipovunjika wakati wa vita vya siku 12 vya Iran na Israel Juni mwaka uliopita, ambapo Marekani ilijiunga na kuvishambulia vituo vya nyuklia vya Iran. Washington imepeleka jeshi kubwa na meli kubwa za kijeshi zilizobeba silaha mbalimbali katika eneo la Mashariki ya Kati, wakati ambapo mazungumzo ya pande zote mbili yanaendelea. Kumekuwa na vitisho vya kuchukua hatua za kijeshi kwa wiki kadhaa. Siku ya Alhamisi, Trump alipendekeza tena kwamba Marekani ingeishambulia Iran ikiwa haitafanya makubaliano ndani ya muda aliouweka. "Lazima tufanye makubaliano ya maana, la sivyo mambo mabaya yatatokea," Trump aliuambia mkutano wa uzinduzi wa bodi ya amani mpango wake kwa ukanda wa Gaza baada ya vita. Balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa Amir Said Ravani alionya kwamba vituo, vifaa na mali za Marekani zitakuwa lengo halali ikiwa Marekani itafuata vitisho vyake. Araghchi hata hivyo alisisitiza kwamba hakuna mwisho, "Tunazungumza tu jinsi tunavyoweza kuwa na makubaliano ya haraka, na makubaliano ya haraka ni jambo ambalo pande zote mbili zinavutiwa nalo," alisema. "Tuko chini ya vikwazo, kwa hivyo ni wazi siku yoyote ambayo vikwazo vitakomeshwa mapema itakuwa bora kwetu," alisema, na kuongeza, "Iran haina sababu ya kuchelewa, lakini pia imejaribu kushughulikia mpango wa makombora wa balistiki wa Iran na uungaji mkono wake kwa makundi ya wanamgambo katika eneo hilo, masuala ambayo Israel imesukuma kuyajumuisha katika mazungumzo hayo." Jeshi la Israel lilisema Ijumaa kuwa liko kwenye tahadhari ya kujihami kuhusu hali ya Iran, lakini miongozo yake kwa umma ilibakia bila kubadilika. Hata hivyo, kumekuwa na ongezeko la mashinikizo kutoka kwa Trump, ambapo ametuma vikosi muhimu vya wanamaji katika eneo hilo. Baada ya kutuma ndege ya USS Abraham Lincoln na kusindikiza meli ya kivita katika Ghuba mwezi Januari, aliamuru meli ya pili ya Gerald Ford kuondoka kuelekea Mashariki ya Kati. Vikosi vya wanamaji vya Iran pia vimefanya mazoezi ya kijeshi wiki hii
vikishirikiana na Urusi katika Ghuba na mlango bahari wa kimkakati wa Hormuz katika onyesho lao la nguvu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Dam Hussein.